tutakapoachilia nuru ya Bwana ikaweze kung'aa ndani ya maisha yetu, ikaweze kung'aa katika mioyo yetu, hakika hata wengine tunaopatana na wao watakuwa na matumaini, watakuwa na imani ya kwamba pia mimi nikimtumainia Yesu Kristo, hakika nuru yake itang'aa katika maisha yangu. Nuru yake itang'aa kwa kila jambo ninalolifanya katika maisha yangu. Karibu sana kwa channel yangu. Ambao ni wageni, karibu, returning subscriber, returning viewers. Wacha neema ya Bwana ikawatoshe. Sasa tunaenda kusoma andiko la Bwana kutoka kitabu cha Wakorintho wa 2 sura ya 4. Nasoma mstari wa 6 kuteremka. Tusikia kwamba nuru ya Bwana ikaweza kung'aa katika maisha yetu. Bwana akaweza kung'aalisha nuru yake kwenye mioyo yetu. Biblia inasema, kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itang'aa toka gizani, ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu, atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Mstari wa 7, lakini tuna asina hii katika vyombo vya udongo, ili adama kuu ya uwezo iwe ya Mungu, wala si kutoka kwetu. Mstari wa 8, pande sote tuadikika bali hatusongwi, twaona shaka bali hatukati tamaa, tuadibiwa bali hatuachwi, twatubwa chini bali hatuangamizwi. Nuru ya Bwana ikaweze kung'aa. Nuru itang'aa toka gizani. Unapokuwa katika giza, unapokuwa katika hali ngumu, changamoto, yani kuna giza mingi tunazoambatana nazo, tunazokutana nazo katika hii hali ya maisha. Katika ulimwengu wa shida kuna mambo mingi tunaokumbana nayo, lakini Biblia inatukumbusha kwamba nuru ya Bwana itang'aa toka gizani. Katika hizo changamoto, katika hiyo hali unaopitia, jua ya kwamba nuru ya Bwana itang'aa kutoka hizo changamoto. Utaona mkono wa Bwana, utaona mwanga wa Bwana katika hiyo njia ulionayo, katika hizo shida unazopitia. Mtumainie Bwana, tukafungue mioyo yetu, tukaweke yote yanayotufanya tukawe mbali na Bwana, tukayaweke kando, tukaweza kusonga katika Kristo. Akaweza kung'aa ndani ya maisha yetu, akaweza kung'aa katika mioyo yetu. Je, ni giza gani iliyo katika maisha yako? Ni giza gani iliyo kwa moyo wako? Ukaondoe kama ni fitina, ukaondoe kama ni chuki, ukaondoe kila kitu ambacho kimeleta giza katika moyo wako. Ukaachilie Bwana na nuru yake ikakutawale. Nuru ya Bwana inapotutawala inatupa matumaini. Hata kama unapokuwa kwenye hali ngumu, hata kama unapokuwa kwenye changamoto, ila nuru ya Bwana inapokuangazia, nuru ya Bwana inapong'aa katika maisha yako, unang'aa, unajua kwamba umejiachilia mbele ya Bwana. Hata kama kuna changamoto, hata kama kuna mapito, kuna hali ngumu unayoambatana nayo, lakini unapoachilia nuru ya Bwana ikaweza kung'aa katika moyo wako, ikaweza kung'aa katika maisha yako, uwezi kuangalia yale unayopitia sile changamoto, kwa sababu utaona nuru ya Bwana tu. Hata wale watu walio karibu na wewe watajua kwamba huyu mtu akona changamoto, akona mapito, akona mlima mkubwa katika maisha yake, lakini anaonekana mwenye furaha, ameng'aa tu. Ni kwa sababu umejiachilia na nuru ya Bwana katika maisha yako. Umesahau yaliyo kando, ukasimama na Mungu na ukajua Mungu ni wewe tu utaweza ng'aa katika maisha yangu. Ni wewe tu utaniondolea hili giza nilio nalo, kwa sababu mimi peke yangu siwezi, na Mungu atatenda mambo makuu. Ni vizuri tukaache yale mambo yatakayotuweka mbali na Yesu Kristo. Mstari wa 7 inasema, lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ili adama kuu ya uwezo wake Mungu, wala si kutoka kwetu. Uwezo wake Mungu ndiye atakayetutendea mambo makuu. Ni kwa uwezo wa Bwana atatuondolea giza. Ni kwa uwezo wa Bwana tutainuliwa, tutaona baraka, tutamiminiwa baraka za Bwana. Tujiulize ni kipi kile tunachotaka kutoka kwa Bwana, na Mungu atatutendea mambo makuu. Na Mungu ataambatana pamoja nasi, atatembea pamoja nasi kila wakati. Haijalishi ni kipi unachopitia, haijalishi ni mambo gani yanayokukumba katika maisha yako.
mtumainie Kristo, tembea pamoja na yeye kwa kila jambo, utaona mambo makuu katika maisha yako. Hautabaki kuwa jinsi ulivyo, bali Bwana atakutendea mambo makuu, atakutendea mambo mema. Giza haitakuwa mbali pamoja na wewe. Uachilie moyo wako, uachilie roho wako, Mungu akakutawale, na hakika utaona jinsi atakuepusha na giza katika maisha yako. Ni kipi kile? Toa chuki, ondoa fitina, ondoa kile kitu kinachokufanya ukue mbali na Bwana. Fungua moyo wako, Bwana kautawale. Hiyo giza iliyo katika moyo wako, ondoa uoga, chochote kile kinachokufanya ukawe mbali na Bwana, na uone mkono wa Bwana katika maisha yako. Bwana atageuza mambo katika maisha yako, na hakika kila kitu kitakuwa salama. Ndipo ikasema mstari wa 9, tuadhibiwa bali hatuachwi, tuatupwa chini bali hatuangamizwi. Hatuwezi kuangamizwa tunapokuwa ndani ya Yesu, tunapojiachilia mbele ya Bwana, tunapoachilia giza ikaweze kuondoka, tukapate kupea Bwana nafasi ili akaweze kung'aa katika maisha yetu, tukaweze kuachilia nuru ya Bwana ikatutawale. Uwezi ukaangamishwa hata ufanyiwe kipi, kwa sababu unajua aliye ndani yako, kwa sababu unajua unayemtumainia si mtu wa kuthingisika. Na sisi tunafaa tukasimame katika Kristo, tuondoe uoga. Jua kwamba ukiwa katika Kristo hakuna kitu kitakuangamiza. Ukiwa katika upande wa Bwana, kila kitu kitakuwa salama katika maisha yako. Ndipo ikasema siku zote tuwachukua kuwa mwili kuuawa kwake Yesu, ili uzima wa Yesu nao udirishwe katika miili yetu. Siku zote tuwachukua katika mwili kuuawa kwake Yesu Kristo. Kule kuuawa kwa Yesu Kristo, tena kufufuka kwake, ndio tunafaa kuchukua kila wakati. Ukatupe moyo, ukatupe roho ya upendo, ukatupe matumaini kwamba Yesu Kristo yu pamoja nasi. Haijalishi ni kipi tunachopitia kwa sasa, Bwana anaandamana pamoja nasi na atatenda mambo makuu katika maisha yetu. Tuendelee kumtumainia Kristo, tuendelee kutembea sawa sana mapenzi yake, na kila kitu kitakuwa sawa. Haijalishi ni kipi unachopitia, haijalishi uko kwenye hali gani, msimamie Yesu Kristo na atatenda mambo makuu katika maisha yako. Najiuliza ya kwamba ulikuwa kwenye hali ngumu, hata watu wakasema hautatopoa kwenye hilo giza ambalo ulikuwa, hautatopoa kwenye hilo simo ambalo ulikuwa, lakini waliposubiri ukaangamie, wakapata unaendelea kuishi, unaendelea kupata nguvu, unaendelea kuwa sawa, wakashangaa ni kwa nini? Ni kwa sababu tunaachilia giza kutoka kwetu, ruhusu nuru ya Bwana ikaweze kututawala. Na nuru ya Bwana inapotutawala, hatutaogopa tena, tutazidi kusimama, hatutatingisika na chochote kitakachotukumba, maana tutajua kwamba Mungu yu pande wetu, atatuongoza, atatuhifadhi na atatenda mambo makuu katika maisha yetu. Acha Bwana akazidi kuwa pamoja nasi. Ondoa giza, achilia nuru ya Bwana ikaweze kututawala, na utaona mambo makuu, ili tuweze kuonyesha upendo wetu kwa wengine, na wao wanaotuangalia wakaweze kupata matumaini kwamba hakika huu ni mkono wa Bwana. Huyu alikuwa kwenye hali ngumu, lakini Mungu amemsaidia, amefika kwenye hiki kiwango. Au ndio tunataka, na Mungu atatenda mambo makuu katika maisha yetu. Achilia nuru ya Bwana ikaangaze katika maisha yako. Achilia nuru ya Bwana ikaangaze katika moyo wako. Fungua moyo wako, achilia chochote ambacho hakistahili kuwa katika maisha yako, chochote ambacho kinakufuruza nyuma, ukaruhusu Bwana akaweze kututawala, na tutaona baraka, tutaona mambo makuu tusiyoyajua ambayo Mungu ametuandalia. Wacha Bwana akawabariki, neema ya Bwana ikawatose. Asante.